Naam, karibu mtazamaji wangu, karibu tena katika mafundisho yetu. Na fundisho letu la siku ya leo tunalipata katika kitabu cha Mwanzo sura ya 8, na kichwa chake kinasema Mungu anamkumbuka Nuhu, mwisho wa gharika na mwanzo mpya. Na maandiko yetu makuu tutayapata katika kitabu cha Mwanzo sura ya 8 mstari wa kwanza na vile vile sura ya 8 mstari wa 20. Na Biblia inasema katika sura ya 8 mstari wa 20 kwamba Mungu akamkumbuka Nuhu na kila kilicho hai na wanyama wote waliokuwa pamoja naye katika safina. Mungu akapitisha upepo juu ya nchi, maji yakapungua. Na kifungu cha 20 kinasema Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliyesafi na katika kila ndege aliyesafi, akatoa sadaka za kuteketeza juu ya madhabahu. Malengo yetu katika somo hili ni kwamba baada ya somo hili tutaweza kuelewa jinsi Mungu alivyomuokoa Noa au alivyomuokoa Nuhu baada ya gharika. Vile vile tutaweza kuelewa maana ya Mungu kumkumbuka Nuhu. Tutaweza kujifunza umuhimu wa subira katika kusubiri Mungu. Na vile vile tutaweza kuelewa umuhimu wa kumshukuru Mungu baada ya kupata wokovu. Tutaweza pia kuelewa mwanzo mpya ambao Mungu huwapa watu wake. Na kwa hivyo katika sura ya 7 tulikuwa tumeona kwamba gharika ilianza. Vile vile tukaona ya kwamba dunia ikiwa imefunikwa na maji, na vile vile tukaona Nuhu na familia yake wakiokolewa ndani ya safina. Na katika sura ya 8 tunaona ya kwamba maji yameanza kupungua, na vile vile Nuhu anatoka safinani na Mungu anaanzisha mwanzo mpya wa mwanadamu. Sura hii inatufundisha kuwa Mungu haachi watu wake hata wanapopita katika majaribu makubwa. Na katika kifungu cha kwanza tunaona Mungu akimkumbuka Nuhu. Nina swali hapa ambalo linasema, je, Mungu alikuwa amemsahau Nuhu? Jibu ni hapana, kwa sababu katika Biblia kumkumbuka hakumaanishi kwamba Mungu alikuwa amemsahau. Inamaanisha kwamba Mungu alianza kutenda kwa ajili ya Nuhu, na vile vile Mungu alitimiza ahadi yake. Na somo la kiroho hapa ni kwamba wakati mwingine tunaweza kuhisi kana kwamba Mungu amekaa kimya, au wakati mwingine Mungu ametuacha. Lakini Mungu huwa hasahau watu wake. Katika kitabu cha Isaya sura ya 49 mstari wa 15, Biblia inasema kwamba, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye? Naam, hao waweza kusahau, lakini mimi sitasahau wewe. Kati ya kifungu cha kwanza na 5 tunaona kwamba tunaona maji yakipungua, na tunaona Mungu akipeleka upepo. Tunaona maji yakaanza kupungua na kurudi nyuma, na hatimaye safina ikatua juu ya mlima ya Ararati. Na somo muhimu hapa ni kwamba Mungu ndiye aliyeleta gharika na Mungu ndiye aliyeiondoa. Hakuna hali ngumu inayomshida Mungu. Kati ya sura ya 6 na 12 tunaona Nuhu akimtuma ndege. Kwa hivyo tunaona kwamba baada ya siku nyingi, tunaona kati ya kifungu cha 6 hadi 12 tunamuona Nuhu akituma ndege, na tunaona kwamba baada ya siku nyingi Nuhu alituma kunguru. Kunguru aliruka huku na huku, na hatimaye akamtuma jiwa, na huyu jiwa akarudi kwa sababu hakupata mahali pa kutua. Na baadaye jiwa alirudi na jani la mzeituni. Na tazama, katika mdomo wake mlikuwa na jani bichi la mzeituni. Maana yake ni kuwa ilikuwa ishara kwamba maji yalikuwa yanapungua na dunia ilikuwa inaanza kurejea katika hali yake ya kawaida. Na somo la kiroho hapa ni kwamba Mungu mara nyingi hutupa ishara za matumaini katikati ya majaribu. Kati ya kifungu cha 13 na 19 tunaona Nuhu akitoka safinani. Kwa hivyo tunaona baada ya zaidi ya mwaka mmoja ndani ya safina, Mungu akamwambia, toka katika safina. Na somo muhimu hapa ni kwamba Nuhu hakuondoka safinani mpaka Mungu alipomwambia. Na mafundisho hapa ni kwamba mtu wa Mungu hasukumwi na haraka.
vile vile husubiri wakati wa Mungu. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 27 mstari wa 14, Biblia inasema kwamba umngojee Bwana uwe hodari. Katika kifungu cha 20 tunaona Nuhu akimshukuru Mungu. Tunaona kwamba Nuhu akimjengea Bwana madhabahu. Hapo ni katika hiki kifungu cha 20. Jambo la kwanza alichofanya Nuhu ni kwamba hakujenga nyumba, hakutengeneza shamba na vile vile hakuanza biashara. Kwanza alimwabudu Mungu. Na somo la kiroho hapa ni kwamba baada ya Mungu kutubariki, tunapaswa kwanza kumshukuru, kumwabudu na kumtukuza. Katika kifungu cha 21 tunaona Mungu akipokea sadaka. Na tunaona kwamba Biblia inasema Biblia inasema kwamba Bwana akainusa harufu ya kumridhisha. Na Mungu alifurahia ibada ya Nuhu. Na mafundisho hapa muhimu ni kwamba Mungu hupendezwa na moyo wa shukrani, ibada ya kweli na vile vile utii wa watoto wake. Katika kifungu cha 22 tunaona ahadi ya Bwana. Inasema muda wote wa nchi kudumu, majira ya kupanda na mavuno, baridi na hari, wakati wa jua na wakati wa usiku havitakoma. Na maana yake ni kwamba Mungu aliweka utaratibu wa asili, yaani kupanda, kuvuna, mchana, usiku, majira na kadhalika. Mpaka leo tunaona ahadi hii ikitimia. Na tunapoangalia Kristo katika Mwanzo sura ya 8, ni kwamba Nuhu alitoka safinani kwenda katika dunia mpya. Na Kristo hutupatia maisha mapya, mwanzo mpya na uhusiano mpya na Mungu. Katika waraka wa pili wa Korintho sura ya 5 mstari wa 17, Biblia inasema kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Na mafundisho makuu hapa ya kiroho ni kwamba Mungu hawasahau watu wake, ikimaanisha kwamba anawakumbuka kwa wakati wake. Vile vile Mungu hutoa tumaini katikati ya majaribu. Hiyo inamaanisha kwamba kama jani la mzeituni kwa Nuhu. Na vile vile tunaona subira ni muhimu. Nuhu aligoja maagizo ya Mungu. Na vile vile shukrani ni muhimu. Jambo la kwanza baada ya wokovu ilikuwa ibada. Na Mungu hutoa mwanzo mpya. Naona kwamba baada ya hukumu kulikuja tumaini jipya. Tuna maswali 4 ambayo tunaweza kujaribu kuyajibu katika wakati wetu wa ziada. Na swali la kwanza linasema, maana ya Mungu kumkumbuka Nuhu ni nini? Maana ya Mungu kumkumbuka Nuhu ni nini? Swali la pili, tunajifunza nini kutokana na subira ya Nuhu? Tunajifunza nini kutokana na subira ya Nuhu? Swali la tatu, kwa nini Nuhu alianza kwa kujenga madhabahu? Kwa nini Nuhu alianza kwa kujenga madhabahu? Na swali la 4, Mungu ametupatia mwanzo mpya kwa namna gani kupitia Kristo? Mungu ametupatia mwanzo mpya kwa namna gani kupitia Kristo? Aya kukariri inatoka katika kifungu cha kwanza ambayo inasema Mungu akamkumbuka Nuhu. Na tunapoelekea kumaliza, tunaona ya kwamba sura ya kwanza, Mwanzo sura ya 8 ni sura ya matumaini. Tunaona kwamba baada ya hukumu ya gharika, Mungu alimleta Nuhu na familia yake katika mwanzo mpya. Sura hii inatukumbusha kwamba hata tunapopitia majaribu makubwa, Mungu huwa hatusahau. Na vile vile tunaona ya kwamba kama alivyomkumbuka Nuhu, ndivyo anavyowakumbuka watoto wake leo. Na kama alivyompa Nuhu mwanzo mpya, ndivyo anavyotupatia maisha mapya katika Kristo Yesu. Na vile vile tutaona kwamba katika somo lijalo ambalo itakuwa ni sura ya 9, tutajifunza kuhusu agano la Mungu na Nuhu. Upinde wa mvua kama ishara ya agano hilo na wajibu mpya ambao Mungu aliwapa wanadamu baada ya gharika. Na kwa hivyo tumehitimiza mafundisho yetu ya siku ya leo, na jua ya kwamba umejifunza mengi. Baada ya Nuhu kuokolewa na Mungu akiwa pamoja na familia yake, waliweza kukaa kwa siku nyingi ndani ya safina, na kila wakati tunaona Nuhu
akifuata maagizo ya Mungu. Hata wakati maji yalipopungua, tunamuona yeye hakutoka, alingoja Mungu hadi amwamuru au amwambie atoke. Kwa hivyo ni vizuri kusikiliza sauti ya Mungu jinsi inavyotuambia. Na jambo la muhimu sana hapa ni subira. Kwa hivyo ni muhimu sana kwa Wakristo kusubiri. Tunajua ya kwamba Wakristo wengi hawana subira. Hata wakati wa kukasirika, mtu akikasirika anakasirika tu haraka haraka. Kwa hivyo ni vizuri kumngojea Bwana, ni vizuri kusubiri. Kwa hayo nakutakia kila heri. Mungu wetu akubariki na kutendee mema. Shalom.